Nimeona mjadala kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Pacome Zouzoua na Elie Mpanzu kwamba nani ni mchezaji bora kuliko mwingine. Unajua kwanza ni wachezaji ambao wanacheza kwenye different position, yani wanacheza kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine ni ngumu kuwafananisha. Unless labda Pacome angekuwa ni natural winger, tungeweza kumfananisha na Elie Mpanzu. Lakini Pacome Zouzoua sio natural winger. Huyu ni kiungo mshambuliaji mwenye sifa za central midfield. Wakati Elie Mpanzu ni kiungo mshambuliaji ambaye anacheza kama wings. Kwa hiyo wanatofautiana kwenye nafasi ambazo wanacheza. Lakini kitu pekee ambacho tunaweza tukakifananisha kwao ni aina yao ya uchezaji na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Ukitazama kwa namna ambavyo timu kila mmoja anacheza, wote wanacheza mpira mzuri. Lakini pia style ya uchezaji ya timu zao inatofautiana. Pacome ni mchezaji ambaye hana skills kama Elie Mpanzu. Maanake kwenye skills Elie Mpanzu ni bora kuliko Pacome Zouzoua. Kwenye dribbling, kudribble mpira, uwezo wa kudribble mpira, Elie Mpanzu ni bora kuliko Pacome Zouzoua. Maana yake hayo kwenye hayo maeneo mawili tu kwanza, Elie Mpanzu kamzidi Pacome Zouzoua. Pacome ni ball carrier mzuri, lakini ni akipata nafasi ya kucheza huo mpira. Yaani anaweza vizuri kukota mpira, lakini anaweza kukota vizuri mpira kwenye eneo ambalo halina watu wengi. Yaani kukiwa hakuna watu wengi ambao wanamzonga zonga, Pacome ni mchezaji mzuri, anaweza kadribble mpira. Lakini Elie Mpanzu anaweza kudribble mpira hata kwenye eneo ambalo lina watu wengi, kwa maana kuwapiga chenga na nini na vitu vingine vyote anaweza kufanya bila kujali kwamba kuna kundi la wachezaji wangapi. Hata kama ni wachezaji watano wako mbele yake, ana uwezo wa kuwatoroka vizuri bila shida yoyote, kitu ambacho Pacome Zouzoua hakiwezi. Pacome ni mzuri akiwa na mpira au kukimbia na mpira kukiwa hakuna watu wengi. Lakini kukiwa kuna watu wengi hawezi kufanya hicho kitu. Na ndio maana mara nyingi Yanga akicheza na timu ambayo inazuia sana, Pacome haoneshi ubora wake, anakuwa mchezaji wa kawaida na mara nyingi amekuwa hana madhara pia vile vile. Lakini akicheza na timu ambayo haizuii sana, inafunguka, ndio unaweza kuona ubora wa Pacome kwa sababu ana uwezo wa kukimbia kila sehemu ya uwanja. Anaweza kukimbia kushoto, kulia, katikati, kote akakimbia na akafanya mambo makubwa. So this time around, kwa uwezo ambao kila mmoja ameuonesha, kila mtu kaonesha uwezo mzuri sana. Lakini ukimtazama Pacome Zouzoua, kaonesha uwezo ambao ni tofauti na ule ambao ameonesha Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ameonesha kiwango bora sana kuliko Pacome Zouzoua. Na hata sasa hivi ukiwapima kwenye skills na uwezo mzuri wa kumiliki mpira, kupiga chenga na kutengeneza nafasi za hatari zaidi, Elie Mpanzu ni mchezaji bora sana kuliko Pacome Zouzoua kwenye eneo hilo. Lakini kama kila mtu utamjaji kwenye position yake, huwezi kupata clear au jibu sahihi kwa sababu wanacheza kwenye position tofauti. Lakini kwenye style za uchezaji na ubora wa mchezaji kimbinu na kiufundi, Elie Mpanzu ni mchezaji mzuri sana. Unajua Elie Mpanzu ni quality ambayo kwa sasa huwezi kuifananisha na mchezaji yoyote yule Tanzania. Yaani huwezi kuifananisha na mtu kama Max Nzengeli, huwezi kuifananisha na Pacome Zouzoua au na mchezaji mwingine yoyote. Ni mchezaji ambaye ana version ya tofauti. Ni mchezaji ambaye ana quality ya tofauti na wachezaji wengi. Kwa hiyo kwa kile ambacho yeye mwenyewe anakifanya, kiko cha tofauti. Na ndio maana nasema huwezi kumfanya na mtu mwingine yoyote. Au wewe ambao unanitazama, niambie mchezaji gani ambaye anaweza kufanana na Elie Mpanzu hapo. Yaani kwa kifupi ni kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji daraja la juu sana kuliko Pacome Zouzoua. Lakini kwenye nafasi za uchezaji uwanjani, kila mtu kwenye nafasi yake anaperform vizuri. Pacome ni mchezaji daraja la juu, lakini huwezi kumlinganisha sawa na Elie Mpanzu kwa sababu kimbinu, kiufundi, Elie Mpanzu ana ufundi mwingi mguuni kuliko Pacome Zouzoua. Lakini Pacome ana uwezo wa kukimbia kwenye eneo kubwa ana uwezo wa kukimbia kwenye eneo kubwa, the same pia kwa mtu kama kwa mtu kama Elie Mpanzu. So kwa wale ambao wanasema Elie Mpanzu ni bora, ni kweli hata mimi naungana nao kwamba ni bora zaidi bila kujaji position anazocheza. Yaani tukimwanalyze mmoja mmoja bila tukiondoa position ambazo anacheza, Elie Mpanzu ni mchezaji bora sana kuliko Pacome Zouzoua. Lakini sasa tukija kwenye hizo position ni kwamba kila mtu kwenye position yake anafanya vizuri kwa level yake, so far so good. Lakini pia kwa mfano kama mimi, mchezaji kama Pacome sio mchezaji ambaye naweza nikamsajili kwenye timu yangu. Siwezi kusajili mimi mchezaji ambaye mechi 5 anacheza vizuri, mechi 6 zinazokuja anacheza vibaya. Siwezi. Yaani Pacome ni mchezaji wa kawaida mno ambaye mimi siwezi kumsajili kwenye timu yangu by the way. Yaani mimi nahitaji viungo ambao ni bora, ambao wana uwezo wa kukimbia, viungo ambao wana nishati ya kutosha, viungo ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa uwanjani.
lakini siwezi kuwa na kiungo kwamba Pacome ambaye leo anacheza vizuri, kesho anacheza vizuri, anacheza vibaya. Pacome ni mchezaji wa kawaida mno. Siwezi kumlinganisha na Elie Mpanzu by the way. Elie Mpanzu tumpe kongole, ni mchezaji mzuri sana ambaye ni mchezaji ambaye hatupaswi kumfananisha na mchezaji yoyote hapa Bongo. Yaani kwa sasa tukubaliane tu kwamba Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye hana tofauti na watu kama kina nani. Hana tofauti na kina Kevin Nation, hana tofauti na kina nani mwingine, kina Pius Buswita wa Namungo, hana tofauti na kina Mudathiri Yahaya, hana tofauti na kina Awesu. Yani hao ni viungo ambao waweza kulinganisha na Pacome, lakini kwa sababu Pacome ana ile passport ya kimataifa, basi Pacome anaonekana kama ni mchezaji bora sana, lakini ukweli ni kwamba yani Pacome ana tofauti na kina Awesu, ila huwezi kumlinganisha na watu kama kina Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni wachezaji daraja la juu sana. Yani kumlinganisha Pacome na hao watu ni kumkosea heshima Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni mchezaji wa daraja la juu sana, kumlinganisha na kina Pacome ni kumkosea heshima. Lakini Pacome unaweza kumlinganisha na kina Awesu wala hata sio level za kina Elie Mpanzu na wachezaji na kina Jean Charles Ahoua.